Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu, tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Na taarifa iliyotufikia hapa kwenye meza yetu ya habari ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi ameituhumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyosainiwa hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili nchini Marekani. Akizungumza bungeni siku ya Jumatatu, alisema kuwa siku moja tu baada ya kutiwa saini kwa mkataba huo, jeshi la Rwanda lilianzisha mashambulizi eneo la Bugarama kusababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya Kaziba, Katogota na Lubarika yaliyoko kusini mwa Kivu. Rwanda imeanza kukiuka makubaliano hayo, alisema Tshisekedi, akibainisha kuwa vitendo hivyo vinatishia juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo la Maziwa Makuu. Rais huyo wa DRC ameeleza kuwa nchi yake itachukua hatua stahiki kulinda raia wake na ardhi yake, akisisitiza kuwa Kongo haitakubali kuona makubaliano yanavunjwa bila hatua za kidiplomasia kuchukuliwa. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha tuhuma hizo, ikizitaja kama kichekesho na kudai kuwa DRC inajaribu kutafuta visingizio kuficha matatizo yake ya ndani. Mkataba wa amani uliojadiliwa nchini Marekani ulilenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo jirani na kumaliza mapigano yanayoendelea mashariki mwa Kongo, ambako makundi ya waasi yamekuwa yakihusishwa na ushirikiano na Rwanda, likiwemo kundi la M23. Hadi sasa jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito kwa pande zote mbili kuheshimu makubaliano hayo na kuendeleza mazungumzo ya kidiplomasia ili kudumisha utulivu wa kikanda. Habari hii inaonyesha mvutano mkubwa unaoendelea kati ya DRC na Rwanda, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kuvuruga juhudi za amani. Tuhuma za Rais Felix Tshisekedi zinaonyesha kuwa makubaliano ya amani bado ni dhaifu na hayajapata mizizi ya kweli katika uhalisia wa kisiasa na kijeshi. Kwa upande wa Rwanda, kukanusha tuhuma hizo kunaonyesha mgogoro wa muda mrefu wa kutokuaminiana kati ya mataifa hayo mawili. Hali hii inaashiria kuwa bila usimamizi wa karibu wa jumuiya ya kimataifa, makubaliano ya aina hii yanaweza kubaki kuwa ya maandishi tu bila utekelezaji wa vitendo. Kauli ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi inakuja kufuatia mashambulizi ambayo yaliweza kufanywa na vikosi vya M23 katika maeneo ya Kivu Kusini na kusababisha watu zaidi ya 26 kuweza kuuawa kufuatia mashambulizi ambayo M23 waliweza kuyatekeleza. Katika hatua za kawaida, hofu inatanda dhidi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na raia wa Rwanda, kwani makubaliano hayo ambayo yameweza kufanyika yanaonekana huenda yakawa ya maandishi tu na si ya vitendo, kama ambavyo mara zote makubaliano ya amani yamekuwa yakitekelezwa kwenye maeneo mbalimbali yenye migogoro duniani kote. Mtazamaji wetu, basi kwa taarifa zaidi ungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.